Ya, bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vina trend sana huko mtandaoni na ni jambo ambalo kiukweli halijawahi kuwa, watu wengi sana kiukweli walishangaa. Yaani wadau ni wengi sana ambao walishangazwa na hiki ambacho kimetokea, hususan kuhusiana na mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Wastara kuonekana kuingia katika mahusiano na Dudu Baya. Yaani ni moja kati ya vitu ambavyo hakuna mtu alikuwa anatarajia au alikuwa anadhania kwamba kitu kama hiki kinaweza kikatokea anytime soon. Lakini ndo hivyo tena bwana, mambo yameishakuwa na it's official kwamba Dudu Baya tayari alikuwa tayari ameshaingia katika mahusiano na Wastara. Sasa kitendo cha Dudu Baya na Wastara kuwa katika relationship ni moja kati ya vitu ambavyo vimefanya watu wengi sana wabaki mdomo wazi, lakini ndio hivyo tena, tukawa tunasubiri tuone mahusiano haya yataishia wapi, kwamba ni serious, ni kiki au ni nini. Umeona bwana. Kwa hiyo siku zimekwenda, leo ni kama vile tumepata majibu kuhusiana na mahusiano haya ya Dudu Baya na mwanadada Wastara. Na hayo yote yamekuwa unfolded baada ya tetesi za hawa wawili kutengana. Yaani hayo mahusiano yao bwana yamefikia kikomo, yamefikia mwisho na tayari wameshatengana, kila mtu ameamua achukue 50 zake. Sasa habari kamili inasema kwamba penzi la Dudu Baya na Wastara la dondokea pua. Dudu Baya amesema kwamba hataki mwanamke ombaomba. Hapa chini wakaandika kwamba penzi la Dudu Baya na Wastara limeota mbawa mapema kabisa, mapema mno. Kinyume na matarajio ya watu wengi, ni kwamba mwanamuziki huyo mkongwe ameibuka kuelezea kwamba hawezi kuendelea na Wastara, akidai kwamba mrembo huyo amekuwa ombaomba, haridhiki, kila mara anafanya mahojiano na vyombo vya habari huku akiomba msaada. So kwa mujibu wa Dudu Baya mwenyewe amedai kwamba Wastara bwana ni ombaomba, hawezi kuwa naye katika mahusiano na hawezi kuwa katika mahusiano na yeye. Ikaendelea hapa kuandikwa kwamba hii imekuja baada ya Wastara kudaiwa kujitosa akidaiwa kujitosa kuwaomba watu wamchangie Dudu Baya pesa za matibabu, kitu ambacho Dudu Baya mwenyewe hakufurahishwa nacho. Kwa hiyo ikapelekea Dudu Baya kuweka bayana kwamba yeye hataki mahusiano na mwanadada na mwanamke ambaye ni ombaomba kama aina ya Wastara, bali anataka mwanamke mpambanaji. Unaambiwa kwamba awali kabla ya penzi hilo kudondokea pua ni kwamba Wastara alisema kwamba anamsubiri mwanamuziki huyo akirudi India kwenye matibabu wafunge ndoa. Walisindikizana uwanja wa ndege. Dudu Baya tayari alishaenda India kutibiwa. Pia vile alisharuhusiwa kutoka hospitalini, lakini ndio sasa imeonekana kwamba kulikinai mapema kabisa penzi la mrembo huyo Wastara. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Watu wengi sana wamebaki mdomo wazi kwamba bwana imekuwaje tena Dudu Baya ameamua kuachana na Wastara, wakati tulikuwa tunafahamu kwamba wawili bwana waliamua kuingia katika mahusiano. Dudu Baya ameonekana kama vile naye pia alikuwa anamkubali sana Wastara na vitu vingine kama hivyo. So hivyo ndivyo situation ilivyo bwana kwa ujumla kuhusiana na sakata zima la Wastara na Dudu Baya. Wadau mbalimbali bwana wamekuja kuweka maoni yao katika comment section wakiwa wanalizungumzia swala hilo. Nataka hapa nikusomee baadhi ya comment ambazo zimejitokeza
kuhusiana na hii issue baada ya mambo kuwa bayana kwamba hawa wawili sio wapenzi tena. Sasa mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Gift huko mitandaoni amejitokeza na kuzungumzia swala hili kiundani zaidi kwa upande wake yeye jinsi alivyoliona, na ameonyesha wazi kabisa dhahiri shahiri kwamba hajapendezwa na kile ambacho Dudu Baya amekifanya, hususan katika swala zima la kumsema mwanadada wa Stara kwamba ni ombaomba, na amedai kwamba iwapo kama hapo tu tayari mahusiano yenyewe hata hajashamili ameshaanza kumuita ombaomba, je, baadaye wakiwa katika mahusiano ya ndoa kabisa wakaoana, si atakuwa anamsimanga kila siku Mixa kumsemea watoto wake na vitu vingine kama hivyo? Kwa hivyo bwana, bidada huyu Gift hajapendezwa kabisa na kile ambacho Dudu Baya amekifanya kwa Wastara. Nataka hapa usikilize alichokizungumza. Haya Dudu Baya, ndugu yangu, mbona mapema sana umeanza kumsimanga huyu mwanamke, unamuita ombaomba? Wewe unajielewa kweli wewe? Haya mara hii mapema namna hiyo umeanza kumuita ombaomba. Haya ukishamuoa ukimweka ndani, si ndio utakuwa unamsimanga? Si ndio utakuwa unamsimangia watoto wake? Si ndio utakuwa tena ndugu zake wakija utakuwa unawasimanga wao, mnakuja mnajazana mnakula tu ndani mnanimalizia vyakula. Au itakuwaje ndugu yangu? Mbona umeanza mapema mno? Maneno unayamwaga na kwambia unayatupa hatari, haifai. Sitaki ombaomba mimi. Sijui nini gangi halina ombaomba. Sijui dudu gangi halina ombaomba. Kwa hiyo mimi sitaki mwanamke ombaomba ndugu yangu. Wewe hatari. Kumbe wanaume wa namna hii bado mpo. Wanaume wa kuhesabu vipande vya nyama jikoni bado mpo. Wanaume wa kwenda sokoni wenyewe bado mpo. Wanaume wa kudai chanjo wenyewe bado mpo. Ndio design ya wanaume hii. Hii ndo design ya wanaume hii, Dudu Baya ndugu yangu. Usimseme huyo dada akajisikia vibaya. Usimseme huyo dada akagaili tena kutaka kuolewa. Dada watu mwenyewe kakupenda kwa moyo mmoja. Kwa hiyo usimseme. Sio ombaomba. Alikuwa anaomba kwa sababu kutokana na hali yake. Unajua katika dunia sasa hivi mimi niwaambieni kitu. Unajua watu baki wanaweza kukusaidia kuliko ndugu. Watu wengi wamesaidiwa na watu baki kuliko ndugu. Watu tuna ushuhuda. Unakuta mtu baki anakusaidia wewe, anakusaidia jambo lako, ndugu yako yuko pale kakaa katuliza komo, yana habari, sio shida zake wala sio time yake. Kwa hiyo ndio maana alikuwa anaomba kwa watu baki, watu wamchangie, na kweli watu walimsupport kumchangia mtandaoni. Kwa wala usimuite ombaomba. Ni vile tu namna mtu maisha jinsi yalivyo. Yaani uwezi kukaa ukafanya kitu chako moyoni. Umekaa nacho umekishikilia. Unakufanya kitu chako moyoni wakati unaona Watanzania wenzako wapo na unaweza kupata msaada. Sijui unanielewa. Jamani nyie. Dudu acha shemeji yangu. Usianze mapema. So hayo ndiyo aliyozungumza mwanadada Gift kuhusiana na hilo sakata la Dudu Baya kuachana na Wastara ghafla baada ya mahusiano yao kutokudumu kwa muda mrefu, akidai kwamba hawezi kuwa na mwanamke ombaomba. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuweke maoni yako katika comment section hapo. Vile tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.